Naam, karibu mwana mchezo katika kipindi cha dondoo za michezo kupitia hapa Lokoma TV. Na leo tutazungumzia mwendelezo wa ligi soka Tanzania Bara NBC Premier League, ambapo Young Africans wapo kule Manyara katika uwanja wa Tanzanite Kwala wanaenda kucheza na timu ya Fountain Gate Football Club ambao ni wenyeji wa mchezo huo pale majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia tutazungumzia mechi ya jana ya mashindano ya kimataifa ambapo upande wa Simba Sports Club wenyewe waliweza kupata ushindi wa 1-0 pale katika uwanja wa New Amaan Complex. Waliweza kuifunga timu ya Stellenbosch nchini Afrika Kusini, goli pekee likifungwa na Jean Charles Ahoua kwa pigo huru, yani free kick, dakika za nyongeza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo tuna mengi ya kuzungumzia katika dondoo za michezo, ila hayo ni machache kati ya mengi katika uga habari za michezo za kitaifa hapa nchini Tanzania. Lakini kimataifa pia tunakuzungumzia ligi kuu ya soka nchini Uingereza, ligi ya soka nchini England, ambapo hiyo jana mara baada ya Leicester City kufungwa 1-0 na Liverpool, wanaungana na Southampton kushuka daraja. Wao imekuwa ni jambo ambalo linatokea mara kwa mara kwa upande wa Leicester City, na hiyo rasmi jana Leicester City nao wameshuka daraja mara baada ya kufungwa 1-0 dhidi ya Liverpool majogoo wa Anfield, ambao wanataka wapambane waweze kupata ubingwa katika msimu huu, ikiwa tayari wametolewa katika mashindano mengine. Ya mashindano ambayo wanayatarajia sasa Liverpool ni kupata ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England ili kusudi waweze kubaki na Manchester United katika zile title trophies, ikiwa Manchester United amepata mataji 20 na Liverpool sasa na mataji 19. Kwa hiyo akifanikiwa kupata kama fanikiwa kulingana na Manchester United ikiwa na mataji 20. Lakini pia tuzungumzia ligi kuu ya soka nchini Hispania, Sport League, ambapo hiyo jana pia kuna baadhi ya michezo ambayo ilichezwa. Mchezo zaidi ambao uliangazwa na watu wengi ni mchezo kati ya Real Madrid na Los Blancos ambao wamecheza hiyo jana na Atletico Bilbao na wakafanikiwa kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Atletico Bilbao wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa Bernabeu. Madrid wakapata goli ambao ilifanikiwa kupata ushindi, goli pekee likifungwa na Federico Valverde. Tutazungumzia pia ligi kuu ya soka nchini Italia, Serie A, Scudetto kule nchini Italia, ambapo ligi hii imeendelea jana pia. Lakini wababe wa ligi ya soka nchini Italia, Inter Milan wenyewe walikuwa wako ugenini kule dhidi ya Bologna na akaweza kufungwa 1-0. Lakini pia bila kusahau wababe wengine wa jiji la San Siro pale, jiji la Milan, hao ni AC Milan, na wenyewe waliweza kufungwa na Atalanta Bergamo 1-0. Na katika msimamo wa ligi kuu soka nchini Italia, tunazungumzia msimamo jinsi ulivyo. Tunaona kwamba Inter Milan bado anaongoza akifuatiwa na CSK Napoli kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufunga. Inter Milan akiwa na magoli mengi, akiwa na magoli 40, lakini pia Napoli akiwa na magoli 30. Kwa unaona kabisa uwiano ni mdogo sana katika mpishano ule, pointi zinalingana, ila Inter Milan ana faida kubwa ya magoli. Tuanze kuzungumzia sasa ligi yetu hapa Tanzania. Young Africans leo yuko ugenini kule katika uwanja wa Tanzanite Kwala Manyara, akikaribishwa na timu ya Fountain Gate. Tutazame mchezo huu nini ambacho kitaenda kujili pale majira ya saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Tanzanite Kwala, Young Africans wakiwa ni wageni wa mchezo huu. Kuelekea mchezo huu hiyo jana, afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe alikuwa anazungumza na vyombo vya habari kuelekea mchezo huu, ambapo alichokisema yeye, kitu kikubwa zaidi kwa Young Africans ni kupata ushindi kwa kila mechi, na wana imani watafanya hivi kwa sababu kilichobaki kwao ni kupata ushindi kwa kila mechi ili kusudi waweze kutetea ubingwa wao ambao watu wengi sana wameuona katika misimu nyuma mitatu. Young Africans wametetea ubingwa. Kwa hiyo kama Young Africans akifanikiwa hivyo, tutakuwa na ubingwa wa 4 kwa upande wao. Kwa hiyo Young Africans leo wako uwanjani na wanaenda kucheza na Fountain Gate Football Club, ambapo Ali Shaban Kamwe amekuja akisema kwamba matarajio yao wenyewe ni kupata ushindi kwa kila mechi ili kusudi waweze kutetea ubingwa. Mechi hii inaweza kuonekana kama ni mechi nyepesi, lakini ni mechi ngumu ambayo inatuhitaji wana Yanga umoja wetu. Nimekuwa nikizungumza na wachezaji muda wote na nimekuwa nikiwatumia ujumbe huu kuwaambia tulipofika hapa hakuna mechi nyepesi. Kila mtu anapiga mahesabu yake vizuri. Sisi kama Yanga Afrika mahesabu yetu ni kuchukua ubingwa. Kila mechi kwetu iwe vita, tukapambane kweli kweli. Pia mbali na hivyo, kocha wa Young Africans Adri naye anaamini kuwa Young Africans, moja ya vitu ambavyo amejifunza kupitia Young Africans ni morali, na wachezaji wanazidi kuimarika. Amefundisha vilabu vingi sana, lakini
katika klabu ya Young Africans kuna mambo mengi sana amejifunza. Naona ni wachezaji ambao wanajituma na kila siku wanazidi kudevelop. Hata pia naye ameona kwamba kuna namna fulani Young Africans inaweza ikapata matokeo kwa kila mechi kutokana na performance ambayo wachezaji wanaipata kwa kila mechi, wanashinda kwa kila mechi nyumbani au ugenini. Lakini Alikamwe yeye mwisho kabisa alimaliza kwa kusema kwamba kitu ambacho anajivunia kwa Young Africans ni kuwa na wachezaji wengi ambao wenye ubora sana kulinganisha na vipindi vya nyuma ambapo Young Africans walikuwa wana wachezaji wa madaraja tofauti. Kwa hiyo kitu ambacho alikizungumza ni hicho, na akanukuka kusema kwamba alichokisema kocha Adri, kocha mkuu wa Young Africans, ni kwamba wenyewe wanaamini wanaweza kushinda kila mechi, ila kuna kitu kipi ambacho kinaongezeka katika kocha Young Africans. Hayo ni maneno ya Ali Shaban Kamwe na pia ni maneno pia ya kocha mkuu wa Young Africans Khalid Amdu, ambaye hivi sasa ndio kocha mkuu wa timu hiyo, ambapo kwa nyakati tofauti alitokea katika vilabu vya Afrika ya Kaskazini. Lakini tuwekee sasa katika mchezo wa jana, Simba Sports Club alikuwa yuko nyumbani pale katika uwanja wa New Amani Complex. Watu wengi wamezungumza mengi yamezungumzwa, ila kubwa zaidi ni juu ya matokeo ya Simba, kwa sababu Simba jana alipata ushindi wa 1-0, ila watu wengi walizungumza kuhusiana na nafasi ambazo zilitengenezwa kwa upande wa Simba. Nafasi ambazo zilitengenezwa kwa upande wa Simba, hasa zile clear chances ambazo wamezipata. Huenda watu wengi hawakulizika na matokeo yale, labda watu wengi walitegemea Simba ingepata idadi kubwa ya magoli. Lakini kitu ambacho kimetrendi zaidi ni kuhusiana na hamasa ambazo walipewa na viongozi, kiwemo naibu waziri wa sanaa, habari, utamaduni na michezo Amos Mwinjuma maarufu kwa jina la Mwana FA. Alizungumza akisema kwamba moja ya kitu ambacho amekiona kwa upande wa Simba ni Simba namna fulani imekuwa kiasi kikubwa, kwa sababu licha kuwa wamepata matokeo ila bado wamekuwa na huzuni. Wenda walitarajia kupata magoli mengi sana katika mchezo wa jana, ila wamefanikiwa kupata ushindi. Ni jambo ambalo linaonyesha kwamba Simba imezidi kuwa kubwa, na Simba huenda ikafanikiwa kufanya vizuri zaidi katika mchezo unaofuata. Na akasema kwamba dau limeongezeka kwenye dau la mama. Simba Sports Club sasa amepata shilingi milioni 20 tofauti na ilivyokuwa milioni 10 kwa kila goli. Kwa hiyo dau limeongezeka kwa upande wa Simba hiyo jana baada ya kupata ushindi wa 1-0. Dau limeongezeka na wamefanikiwa kupata milioni 20. Hii ni nusu ya kwanza ya mechi hizi mbili imekwisha na tunaongoza, tunakwenda kwao. Siogopi mechi za ugenini kwa sababu hii ni Simba, lakini pia ukifika kule ukatangulia ukapata goli, kitu ambacho kwa kiwango chenu kulinganisha na kiwango chao kinawezekana, mlima wao utakuwa mrefu mno. Kwa hiyo hii finali tunakwenda na ili kombe tunachukua, msiwe na wasiwasi. Lakini nje na hapo pia wa Simba Sports Club Fad Davis naye akasema kwamba kwa upande wao Simba wanajivunia kupata ushindi na wanajivunia pia kupata clean sheet katika mchezo wa nyumbani. Katika hizi hatua ya mtoano, wanapopata ushindi kwa clean sheet ni faida kubwa kwao. Cha msingi zaidi wanaotazamia mchezo wa marejano wa siku ya 27. Simba Sports Club is a big club and we cannot be happy with a scoreline like this, especially when you really have moments to make it 2, to make it 3, even to make it 4-0. And this way the players have got to really realize the stage we are in. We're in the semi-final stage. And in the semi-final stage, it's you don't get big opportunities like we had this season in this match. So really, clearly we've got to improve. This performance is definitely not good enough in terms of what the players can do. And we really expect, and I know, believe me, my players will be ready for the return leg once we get back to South Africa. Naye nauza wa Simba Sports Club Mohamed Zimbe Junior akazungumza akisema kwamba Simba sasa ananguruma popote kwa namna ambavyo Simba anavyocheza katika mechi za nyumbani na away, anaweza akanguruma popote pale kwa hizo hatua zilizofika. Swali ni je, Simba Sports Club anaweza akanguruma kule nchini Afrika Kusini? Swali ni je, Simba anaweza akaingia finali katika kombe la shirikisho? Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yamezungumzwa hasa katika press conference mara baada ya mchezo wa jana. Shukrani zangu za dhati kabisa kwa rais wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mzigo kama tumeuona hapa umeongezeka. Niahidi kama nilivyosema kwamba tupo tayari kumfilisi mama. Niseme tu kwamba tunaenda South Africa kuunguruma na kuhakikisha kwamba tunachukua zaidi ya hizi. Niseme tu kwamba ubaya ubwela, Simba nguvu moja. Kwa hiyo Simba Sports Club kituo kinachofuata anaelekea kule nchini Afrika Kusini kujiandaa katika mchezo wa duru ya pili nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch. Nafasi ambazo walizipata zilikuwa ni nyingi sana, ila watu wengi hawakuridhishwa na matokeo
ya Simba. Huenda Simba angeshinda idadi kubwa ya magoli, ila ni masuala mazima ya soka kutokea hayo mambo. Kwa hiyo yote kwa yote, mchezo wa marejeano kati ya Salabonji wakiwa kwa nyumbani wakikaribisha Simba Sports Club siku ya tarehe 27 ya mwezi huu. Kwa hiyo ni kama vile wiki moja hivi Simba anaenda kucheza kule nchini Afrika Kusini, kule kwa Madiba Zulu Natal Durban nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo tutaona yapi atakayojiri, nani ambaye atakaweza kufanya vizuri. Lakini pia kuna mchezo mwingine wa nusu finali ya kombe la shirikisho ambapo RS Berkane naye alikuwa yuko nyumbani pale nchini Morocco na akapata ushindi wa bao 4-0 dhidi ya CS Constantine nchini Algeria. Hayo ni baadhi ya matokeo ambayo yalipatikana hiyo jana katika hatua ya nusu finali. Na sasa tuzungumzie pia issue ya Young Africans hii leo, ambapo ndio mada kuu mezani. Young Africans akiwa yuko ugenini kule katika uwanja wa Tanzanite Kwala, ambapo anacheza na Fountain Gate. Young Africans ya kina Pacome, Young Africans ya kina Chama. Nafikiri kila mmoja ameshuhudia Young Africans inapokuwa inapata matokeo hata katika viwanja vya ugenini, si tu matokeo na hata kupata matokeo ya idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo majira ya saa 10 kamili za jioni Young Africans watakuwa wako ugenini wakikaribishwa na Fountain Gate. Tumezungumza pia na afisa habari wa Fountain Gate Isa Mbuzi, ambaye pia naye alizungumza kupitia platform tofauti akiamini kwamba ni wakati wa kumsimamisha Yanga, ni wakati wa kumzuia Yanga katika mchezo huu ambao watu wengi wanaenda kusubiri kwa hamu kabisa na kuona yapi ambayo atakayojiri. Afisa habari Isa Mbuzi Liponda, mchambuzi wa zamani wa Global TV, alizungumza hayo kuelekea katika mchezo huu, na tutaona namna ambavyo tambo zake, maoni yake kuelekea mchezo. Chura sanalika, nimekwambia Chura analika. Ndio slogan inaenda na. Slogan tunayokwenda nayo. Na akatambe kwake Chura analika. Akatambe kwake Chura analika. Uweze kutamba kwetu kaka. Lakini sisi tunataka kutamba pande zao. Watu na taarifa zetu kaka. Yaani akatambe kwake Chura analika. Kwa hiyo hii mechi tutakuwa mishikaki ya Chura Tanzanite Kwala. Chukuchuku tulimlisha ugali wa dona na matembele pamoja na dagaa. Sawa. Kagera tuliwalisha miwa bungala. Walitafuna hivyo hivyo. Sasa hao tutawalisha mishikaki ya Chura. Na sasa tunaelekea katika taarifa za habari za kimichezo za kimataifa katika segmenti ya kimataifa katika kipindi hiki cha dondoo za michezo. Tuzungumzie ligi kuu ya soka nchini England, ambapo mchezo wa jana kati ya Liverpool na Leicester City, Liverpool aliweza kupata ushindi na Leicester City nao wakaweza kupoteza mchezo huu, na rasmi kabisa wameshushwa daraja. Leicester City wanaungana na Southampton mara baada ya kupoteza hiyo jana. Liverpool katika title race au katika mbio za ubingwa unaona kabisa anazidi kujipambanua. Ukiangalia katika table ile katika msimamo unaona Liverpool amemwacha Arsenal almost point 13. Ni namna fulani hivi michezo kadha iliyobaki, Liverpool kama akishinda michezo mitatu moja kwa moja atakuwa ametangaza ubingwa kwa ligi kuu ya soka nchini England. Kwa hiyo ni baadhi ya michezo, lakini pia Arsenal wenyewe nao walicheza jana dhidi ya Ipswich Town na Arsenal jana wakapata ushindi wa bao 4-0. Lakini mashetani wekundu Manchester United wameendeleza unyonge wao mara baada ya kucheza na Wolverhampton katika mchezo ambao watu wengi walitarajia labda Manchester United ile ambayo ilikuja na comeback ya kibavu katika mchezo wa Europa League dhidi ya Olympique Lyon ya kule nchini Ufaransa, labda wanaweza wakapata matokeo, lakini mambo yakawa tofauti. Manchester United akachapika kwa bao 1-0 dhidi ya mbweha wa Wolverhampton Wanderers. Tuamie katika ligi kuu ya soka nchini Hispania, ESPORT La Liga, ambapo Real Madrid na jana alikuwa katika uwanja wa nyumbani wa Santiago Bernabeu akikaribisha Atletico Bilbao, ambapo Madrid aliweza kupata ushindi mwembamba wa 1-0, goli kifungwa na Federico Valverde. Msimamo wa La Liga sasa unaona FC Barcelona akiwa anaongoza kama kawaida katika msimamo akiwa amemwacha pointi 4 Real Madrid. Kwa hiyo unaona range ile imepungua mara baada ya Madrid kupata matokeo jana. Kwa hiyo tofauti ya pointi 4 tu kati ya Real Madrid na FC Barcelona kule nchini Hispania. Tuamie sasa katika ligi kuu ya soka nchini Italia, Scudetto, ligi ambayo kwa nyakati tofauti watu wengi walikuwa wakitazama kuwa ligi bora kwa nyakati za miaka ya 2000 hapa. Kipindi kile ligi ya Italia unakuta kina Zinedine Zidane, unakuta kina Ronaldo de Lima Nazario, wakina Ronaldinho Gaucho. Unaona namna fulani hivi ligi imeshuka kwa namna fulani, ila hivi sasa imeanza kurudi. Tunaona nafasi hata the way Inter Milan wakiwa ndio wakilishi pekee katika mashindano ya kimataifa katika ligi kuu ya nchini Serie A. Tuzungumze sasa katika matokeo ambayo ya jana, mechi tofauti ambazo zilichezwa. Tuanzie mchezo wa Inter Milan dhidi ya Bologna. Inter Milan akiwa yuko ugenini
ameweza kubali kichapo cha 1-0 dhidi ya Bologna. Mchezo mwingine pia ilikuwa ni kati ya AC Milan na ambao wanapatikana pia katika jiji la Milan, waliweza kufungwa 1-0 dhidi ya Atalanta Bergamo ambao walikuwa wapo katika uwanja wao wa nyumbani. Msimamo unaonesha Inter Milan akiwa anaongoza kwa pointi 70, akifuatiwa na Napoli pia akiwa na pointi 70. Tofauti ni kwamba Inter Milan ana magoli mengi zaidi kulinganishwa na CSK Napoli hapo nchini Italia. Naam, hadi kufikia hapo mimi sina ziada katika dondoo za michezo. Shukrani za dhati sana ziende kwa Omali ambaye ameweza kufanikisha kipindi hiki cha dondoo za michezo kuwa hewani hapa kupitia Lokoma TV. Hadi wakati mwingine, endelea kutazama vipindi vingine vinavyoendelea, na mimi ni Noel Kasili Panenka, Mr. Penateka. Asante.